na kama mnavyoelewa meli yetu kwa sasa imefikia ujenzi zaidi ya 98%. Kwa hiyo inakaribia kukamilishwa. Kwa hiyo tumekuja na wataalamu wangu wa TASAC kuangalia maeneo gani ya kukamilisha ili meli ifanyiwe majaribio ya mwisho kabla ya makabidhiano. Mohamed Salum ni mkurugenzi mkuu wa shirika la meli Tanzania TASAC. Alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari leo hii mkoani Mwanza, amesema kuwa mnamo tarehe 17 Juni 2025 wataalamu watafika mkoani hapa kukagua meli ya MV Mwanza hapa kazi tu iliyofikia ujenzi wa 98% kwa lengo la kukagua meli hiyo ili iweze kufanyiwa majaribio ya mwisho na kuanza kutoa huduma kwa wananchi, na hapa anafafanua zaidi. Kufunga vifaa vya mwisho analeta wataalamu wake wanatoa tarehe 17 hapa Mwanza. Watakaa na wataalamu wa MSL na wataalamu wangu wa TASAC, wataanza kufanya hayo majaribio ya mwisho, kuanza kupima sasa uwezo wa meli kufanya kazi, na baadaye itajazwa mzigo na abiria wote watajazwa. Nadhani Tashiko watatangaza ili sasa ijaribiwe kusafiri katika uwezo wake wa uumbaji, kwa namna ilivyoundwa ule uwezo wa mwisho. Je, ina uwezo wa kufanya hizo kwa nguvu? Kwa hiyo tunategemea ndani ya mwezi huu mpaka mwezi ujao wa 7 shughuli zote zitakamilika. TASAC tumekuwa tukikagua meli hatua kwa hatua, na majuzi tulishafanya ukaguzi mwingine wa hii meli, na ndio kama anavyoeleza maeneo ya msingi yamekamilika, lakini kuna vitu havijakamilishwa. Sasa uipime meli uwezo wake wa kufanya kazi ikiwa ina uzito sawa sawa. Kwa hiyo wakishafunga vitanda, wakifunga hiyo wameweka lift, sasa hivi wameshafunga lift, kuna swala la mizania litapimwa sasa ikiwa meli imetimia, na tuangalie sasa ikibeba na mzigo na abiria inafanyaje kazi, kwa sababu hizi trials za mwanzo zilizofanyika kwenye meli hii zilikuwa zinafanyika meli haijajazwa mzigo. Hata kuna matanki ya kuhifadhia maji, ballast waters hazina maji. Kwa hiyo sasa itajazwa maji kwa 50% zile ballast water, lakini tutahakikisha zina mzigo wa watu na abiria. Je, tuone sasa meli inafanya kazi, zile parameters zake zilizokubaliwa katika mtungamano wa kiufundi, technical specifications zinatimia. Kwa hiyo ndo kama kuna mapungufu mkandarasi atarekebisha, lakini ni vitu vidogo vidogo. Kama nilivyosema 98% meli imekamilika. Salum ameongeza kuwa meli ya kutoa huduma kwa wagonjwa iko njiani kuja Mwanza, itakayokuwa ikitoa huduma pindi itakapotokea janga lolote katika ziwa Victoria. Lakini nalo nadhani tunategemea mwisho wa mwezi itafika Mwanza au mwanzoni mwa mwezi wa 7, ni ile meli ya ambulance. Meli ya ambulance kama mnavyoona kwenye mitandao ya kijamii, kuna meli inatembea inavutwa inatokea Mtwara kuja Mwanza, ni meli ya ambulance. Kama mnavyoona mradi mkubwa kama huu, lazima pia serikali ijipange katika masuala ya uokozi na kuokoa maisha ya watu majini. Na ziwa Victoria ni ziwa ambalo Afrika nzima shughuli za kiuchumi ni kubwa sana, na kuna biashara kubwa ya uvuvi, usafirishaji wa watu na mizigo, lakini unaona tena meli kubwa kama hii. Kwa hiyo serikali kwa kuliona hilo iliamua kununua meli ya matibabu, ambulance boat, ambayo inaweza kutibu wagonjwa 16 wakati mmoja, na ina vitanda vya kulala mle. Itakuwa ina wataalamu wa kutoa huduma za kwanza kwa wagonjwa. Ile meli tulisaini mkataba mwaka juzi, nadhani 2023 Disemba, imekamilika, ndio iko njiani inaletwa Mwanza, na ikifika hapa nayo itafanywa majaribio na mkandarasi kwa kushirikiana na wataalamu wetu wa TASAC. Ni meli inayomilikiwa na shirika la wakala wa meli Tanzania TASAC. Kwa hiyo itakuwepo hapa, lakini pia kuna boti zingine 2 zinakuja mwisho wa mwezi huu, nazo zinakuja Mwanza, ambazo hizo ni boti sasa za kwenda kuokoa, kwa sababu hizo zinakimbia sana, lakini ambulance haiwezi kwenda kwa haraka. Kwa kuna boti 2 tumeshanunua, sasa hivi mkandarasi ameshasafirisha, zinakaribia kushuka Dar es Salaam, nazo tunazileta mwisho wa mwezi huu. Kwa hizo boti 2 na hiyo ambulance zitakuwa zinashirikiana kufanya shughuli za utafutaji na uokoaji ziwani na kutoa matibabu ya awali kwa wagonjwa. Kwa hiyo mnayoiona inayotembea kule ni meli ambayo itakuja hapa Mwanza, itashushwa hapa Mwanza na itafanywa majaribio, na itakuwa inakaa hapa. Kama unaenda airport, nadhani mnaona tunajenga kituo cha uokozi kule kikubwa. Pale tunajenga gati zitakuwa zinapaki pale zile meli. Ikitokea taarifa, kwa sababu tutakuwa tuna coordinate mawasiliano ya ziwa zima mpaka Uganda mpaka Kenya, wote mawasiliano yatakuwa yanasimamiwa pale. Ikitokea dharura, basi zile boti zitakwenda kwa haraka, na ile boti ya ambulance nayo itafuata kwa nyuma kufanya shughuli za uokozi. Ni katika kusapoti
ajenda ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuhakikisha usalama wa watu katika Ziwa Victoria unalindwa na tunaondokana na vifo visivyo vya lazima kutokana na ajali za vyombo na meli ziwani. Kwa hiyo tunaamini ikifika na zikianza kazi kutakuwa kuna mabadiliko makubwa sana katika masuala ya usalama katika Ziwa Victoria. Ambulance nadhani ya kisasa zaidi ambayo itakuwa na vifaa vyote vya kisasa vya kuweza kumpa mtu huduma ya kwanza na kumwekea comfort, kumrudisha katika kumstabilize kabla hajafikishwa hospitali. Kwa hiyo itakuwa ni aina yake hatuja kuwa nayo katika eneo hili. Zipo ambulance ambazo nadhani makanisa wanazo, lakini haziko katika mtindo wa kisasa namna hili. Hata hivyo amezungumzia usalama wa Ziwa Victoria kuwa umeimarika kutokana na kuimarisha ukaguzi wa vyombo vya usafirishaji majini. Usalama wa Ziwa Victoria kwa sasa umeimarika sana. Na kama mnavyoona ndani ya hii miezi miwili mitatu hatujapata hata ajali hata moja katika Ziwa Victoria. Na hii inatokana na usambazaji wa taarifa za hali ya hewa kwa wavuvi kwa wakati, na vile vile kazi kubwa inayofanywa na wataalamu wa TASAC katika ukaguzi wa vyombo. Na kama mnavyojua katika Ziwa Victoria tuna ofisi 4, tuna ofisi Mwanza, tuna ofisi Geita, tuna ofisi Musoma na Kagera. Na tuna ofisi 5 na hapo kwa gani na Geita. Na Geita pia tuna ofisi. Kwa hiyo tuna ofisi 5, tunafika maeneo yote, vyombo vinafanywa ukaguzi na kupewa leseni. Na pia watu wamekuwa na uelewa mkubwa wa masuala ya uvaji wa vifaa vya uokozi. Kuna kipindi nadhani mwaka jana wataalamu wa TASAC walikuja kufundisha umuhimu wa watu kuvaa life jackets, na tunaona compliance ni kubwa sana kwa wenye vyombo kuhakikisha wanakuwa na vifaa vile, majaketi ya uokozi kwenye vyombo. Kwa naona kumeongezeka usalama.